Na sisi tumeshaanza mchakato wa kuifanya misitu iwe sehemu ya biashara. Kitendo cha kufanya usiungue na miti isikatwe bila utaratibu. Ukitunza ule uoto inakuwa ni biashara, kijiji kinaweza kikapata mamilioni kwa mamilioni. Kama mnavyofahamu, mwaka jana tulifanya ziara kwenda wilaya ya Tanganyika, mkoa wa Katavi. Na kule tulienda kuona mambo makubwa ambayo serikali za vijiji zimenufaika kupitia misitu yao ya vijiji. Misitu ikawa ni kwa ajili ya kuchungia mifugo, misitu mingine kwa ajili ya kufugia nyuki, misitu mingine ni kwa ajili tu ya kupata fedha ya hewa ukaa. Kuna vijiji nimekwenda kule Katavi katika ziara ambayo ninyi bahati mbaya hamkunufaika kwenda. Kuna vijiji nimeenda na wenzangu tukakuta kwamba kijiji kinapata paka bilioni 1 kwa mwaka kutokana na makusanyo ya ada za hewa ukaa. Yaani kijiji kina walimu 14. Serikali imepeleka pale walimu labda 5. Alafu serikali ya kijiji imeamua kuajiri walimu wengine walio na sifa 8 na inawalipa sio chini ya 500,000 kwa mwezi. Mtendaji wa kijiji pamoja na kulipwa na mshahara na serikali kuu, serikali ya kijiji inamlipa si chini ya 500,000 za ziada kwa sababu ya mapato ya kijiji chake pale. Lakini kuna kijiji nimekuta kimejenga zahanati kwa zaidi ya milioni 294 fedha za kijiji. Milioni 294. Wameajiri na manesi. Serikali imepeleka wahudumu wa afya. Alafu serikali ya kijiji ikaajiri na wengine kama 4 wa ziada. Wamejenga nyumba za watendaji wa vijiji na mwenyekiti wa kijiji anapata posho haipungui shilingi 400,000 kwa mwezi. Kila mwezi. Wamekuwa wakifanya hivyo miaka 3 mfululizo. Sasa wamejenga madarasa, wamejenga zahanati kwa fedha yao inayotokana na hewa ukaa. Kwa hii misitu tuitunze, tunakokwenda itakuwa ni mradi mzuri. Watu wa maliasili wa wilaya Kaunda na Nombo wamefanya kazi nzuri. Nafikiri tumefika pazuri. Nimekutana juzi na wataalamu wa hewa ukaa kule Morogoro. Akina anaitwa nani yule bwana wa kule Katavi? Nani sio? Maisaka. Akanipa picha nzuri jinsi ambavyo Songea vijijini na manispaa tumepiga hatua. Tunaelekea kupitisha miradi ya kutunza misitu na tutakuwa tunapata mapato. Kuna mahali, kuna mtu utafika, ninyi serikali za vijiji mtakuwa na mapato makubwa kuliko madiwani, mtakuwa na mapato makubwa kuliko hata wataalamu wa pale halmashauri. Hichi kikao ndio nyenzo ya kwanza. Kwa sababu hii ndio inatoa dira ya kwamba mwaka huu tutaondoa uoto wa asili kiasi gani au tutavuna miti kiasi gani au mashamba tasafishwa kiasi gani. Kwa sababu hapa wajumbe wote wapo. Na wasimamizi wakubwa wa uvunaji au wa utunzaji wa mazingira ni viongozi wa vijiji na serikali zao ambazo ndio wao wajumbe. Kwa hiyo kilichopitishwa hapo wanakijua. Kwa hiyo wao watatusaidia kusimamia kwa kushirikiana na sisi wahifadhi. Wito wangu ni kwamba wananchi wazingatie sheria. Kwa mfano swala la uvunaji wa mazao ya misitu kwa kufuata sheria, lakini swala la usafirishaji pia wa mazao ya misitu kwa kufuata sheria. Lakini pia hata matumizi ya mazao ya misitu kwa kufuata sheria. Kwa hiyo watu wazingatie sheria ili hakikisha kwamba misitu yetu inakuwepo kwa vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo. Majina naitwa Winifrida Aloisi Minga, ni mtendaji wa kijiji cha Mpandangindo. Kwanza kabisa mimi kama mtendaji nimejipanga kusimamia utekelezaji wa zoezi hili, lakini pia nitasimamia na kutekeleza makubaliano yote tuliyokubaliana kwenye kikao. Lakini pia tumejipanga kufika 2030 kukomesha matumizi ya mkaa, tujikite kwenye matumizi ya nishati safi ya gesi. Mimi kama mtendaji wa kijiji nimejipanga kusimamia misitu ndani ya kijiji ili kufika 2030 misitu iweze kutuletea faida. Moja ya faida ni fedha kupitia hewa ya ukaa. Kwa mimi kama mtendaji nitasimamia na kutekeleza utunzaji bora wa misitu kwa ajili ya kutuletea faida ya kipato kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ndani ya kijiji. Jina naitwa Rashid Arabi Pili.
natokea kijiji cha Ndongosi. Kwenye kijiji chetu tumeweka mikakati ya kutunza misitu. Pia tuna msitu wa hifadhi. Ule msitu wa hifadhi tunaulinda kwa njia ya kushirikisha jamii, na pia kuna kamati ya doria, na kwa mwezi tunafanya doria mara 4. Wanakwenda wajumbe wa kamati ya doria 3, halmashauri kijiji wanatoka 3, na pia wananchi wa kada wanatoka 3.